Sonship Spirit Radio, the voice of the Father here on earth. Yes, ni asubuhi nyingine, asubuhi njema, asubuhi yenye baraka ambao Mungu Baba na mfalme wetu ameona vyema wana na urithi wake kuendelea kushuhudia utukufu wa utajiri wake na uzuri wake usiokuwa na kiasi. Karibu tena katika kipindi chako cha utukufu wa wokovu wetu. Ni kupokea uzima mpya, ni Mungu kumtafuta mwanadamu na kumpa maisha yenye ujazo endelevu, maisha yaliyojaa neema. Si dini, si matendo, si nguvu za mwanadamu, bali ni kazi kamilifu ya Mungu Baba ndani ya Kristo. Huu ni mwaliko wa kuwa mwana ndani ya upendo wa Baba wa milele. Karibu sana mpendwa msikilizaji wangu wa redio yako pendwa ya Sonship Spirit Digital Radio. Uingie katika siri hii kuu. Siri gani? Ya utukufu wa wokovu wetu. Tuko pamoja nami Julius Elimwita ambaye ni mwongozaji wako wa kipindi cha utukufu wa wokovu wetu. Tukiendelea na series yetu ya utukufu wa wokovu wetu, lakini bila kusahau kwamba somo hili linakujia kila siku ya Jumatatu saa 6 kamili mchana katika madhabahu ya Pete ya Muhuri International Ministry pamoja na mtumishi wa Mungu Wilbert Robert Maridadi. Katika mwendelezo wa siku hii ya leo tuna nini? Kumbuka tunaendelea na shuhuda za wana na urithi wa Mungu Baba juu ya namna ambavyo walipokea neema ya wokovu. Mwanzo walikuwa wanaotazama vipi wokovu na majibu juu ya mitazamo yao. Kama kuna ndugu, kama kuna jamaa, kama kuna rafiki ambaye bado hajazaliwa mara ya pili una mtazamo huu, basi sehemu hii pia imekuwa sehemu ya majibu ya kukufunulia utukufu wa wokovu wetu. Lengo ni kukufanya ujue na kutambua kwamba wazo kuu la Mungu Baba tangu mwanzo ilikuwa ni wewe uwe mwana wa Mungu, na daraja hilo si jingine, lazima uzaliwe mara ya pili, na ili uzaliwe mara ya pili lazima ufunuliwe utukufu wa wokovu wetu. Moja kwa moja katika ushuhuda wa mwana wa Mungu, alizungumza kitu gani juu ya mtazamo wake hapo kabla ya kupokea neema hii ya wokovu? Tukienda moja kwa moja, mwana huyu alianza kuzungumza na kusema kwamba nilijua kwamba wokovu ni kuacha tabia mbaya, kuacha pombe, sigara, wivu na mambo yote mabaya. Ngoja nicheke kidogo. Nacheka sio kwamba ni mazuri, bali najaribu kutafakari kwamba kama kweli wokovu ni hivyo, basi wazazi wetu wangetupatia wokovu, au walimu wa nizamu wangekuwa wameshatuokokesha zamani sana. Yes, najua nikitaja mwalimu wa nizamu unakumbuka mbali, na kila mtu ana historia yake katika eneo hili. Ila jambo la muhimu ni kufahamu kwamba mtazamo huu hata katika siku za Yesu ulikuwepo. Tukisoma katiba yetu ya Biblia tulionayo, tunaona kuwa kulikuwa na mtu mmoja mwanasheria aliyemfuata Yesu kwa kujiamini sana, akiuliza, nifanye nini ili niurithi ufalme wa Mungu? Na tunakumbuka swali la Yesu alilomuuliza, je, umeishika sheria? Na jibu lake lilikuwa, nimeyashika yote hayo. Lakini Yesu alimwambia jambo moja, kwamba nenda kauze mali zako zote, uwape masikini, kisha unifuate. Yes, hapo ndipo kisanga kilipojitokeza, kwani hakuweza, kwa sababu moyoni mwake alipenda mali kuliko Mungu. Na ukiangalia kama ambavyo alijigamba kwamba alishika amri zote, kwa hali hii tu ilionyesha kwamba alivunja tu amri kuu ya mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Hapo ndipo tunajifunza jambo kubwa sana, la kwamba wokovu si jitihada za mwanadamu. Wokovu si kuacha tabia mbaya, kuacha kuvuta sigara, kuacha kunywa pombe, kwa sababu hata ukiacha haya yote bado huwezi kujiokoa mwenyewe. Hii ni kwa sababu wokovu ni kazi ya Mungu peke yake. Hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kujisafisha dhidi ya dhambi kwa nguvu zake mwenyewe. Hakuna dini wala dhehebu linaloweza kukupa wokovu isipokuwa mmoja tu, Bwana na mfalme wetu Yesu Kristo. Mwamini na umkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo unakuwa mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu.
Yaani unapokea na kuishi maisha ya ufalme wa Mungu yenye ujazo endelevu. Wow, maisha yenye utoshelevu wa mwili, nafsi na roho. Huko unapokea neema ya kuishi maisha ya kiungu katika mwili. Hii ndiyo kweli. Huu ndio ufunuo wa utukufu wa wokovu wetu. Wow. Yes, bila kusahau kabisa, wana wa Mungu, tunaungana na Join This Chariot kukuambia kwamba 10,000 yako tu inatosha kupeleka injili ya ufalme wa Mungu vioni. Kupitia 10,000 yako utashiriki katika kuhubiri injili ya ufalme wa Mungu kupitia jarida la Sonship Spirit, ambalo jarida hilo lina maudhui mawili. Maudhui ya kwanza ni maudhui ya ushuhuda wa upendo wa Mungu Baba, namna ambavyo upendo wa Mungu Baba umebadilisha na kuponya wana wa Mungu juu ya roho za uyatima. Lakini pia kupitia jarida hilo hilo la Sonship Spirit wana ujumbe mwingine wa You can be a champion at your own age. Bila kusahau kabisa pia 10,000 yako inatosha kupeleka injili ya ufalme wa Mungu vioni, ukiungana pamoja na mwinjilisti wa Kristo na Daktari George Isaiah Macha kupitia kitabu chake cha Habari Njema Imekufikia. Karibu sana mwana wa Mungu. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748663330, 0748663330 au nambari 0763914656, 0763914656. Nikutakia wiki njema, wiki yenye baraka, wiki yenye nguvu. Na tamka uweza wa kiungu na msaada wa kiungu, msaada wa malaika wa uchumi na fedha, malaika wa habari njema, malaika Rafael, malaika Gabriel, malaika wa sifa, shukurani na utukufu kwa Mungu Baba waendelee kutembea pamoja nawe katika wiki hii yenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo. I declare and decree that the doors of opportunity have been opened for you in Jesus name. Mahali ambapo ulipokuwa unahitaji, Bwana ameachilia msaada wa kiungu katika eneo hilo katika jina la Yesu Kristo. Nenda na katawale in Jesus name. Amen. Yesu ulikuwa pamoja nami, mtangazaji wako Julius Mwita. Kipindi ni utukufu wa wokovu wetu. Redio yako pendwa ni Sonship Spirit Digital Radio. Endelea kuwa nasi katika vipindi vyetu mbalimbali, lakini pia bila kusahau unaweza kutufuatilia pia katika Sonship Spirit TV. Viko vipindi mbalimbali vya kukujenga na kukuimarisha katika Kristo Yesu. Hadi wakati mwingine tena, shalom, shalom.